Na mimi niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo mipango ya kuondoa adha na kero kwa wananchi inavyoendelea kutekelezwa bila kuchelewa. Lakini zaidi niombe mambo kadhaa. Kwanza nikianza na viongozi wa maeneo yote ambayo mradi huu utapita, kilomita 8.49 kwa kiwango cha lami, ikiambatana na mitaro ya kutoa maji barabarani, lakini pia ikiambatana na taa za barabarani na nakshi nyingine nyingi tu ambazo ziko kwenye mradi huu. Viongozi kuanzia ngazi ya tarafa, ngazi ya kata, mradi huu ni wa kwenu, kwa maana ni mradi wa wananchi, kwa manufaa ya wananchi wa maeneo mbalimbali ya manispaa hii ya Mpanda. Niwatake kuhakikisha mnasimamia kikamilifu, mtoe ushirikiano kikamilifu na mtoe ulinzi kikamilifu kwa kushirikiana na wananchi wenu, ili mradi huu usije ukapata hujuma ya aina yoyote ya kupotelewa na vifaa. Lakini swala la pili kwa viongozi pamoja na wananchi ni kuhakikisha kwamba tangu kwenye hatua hizi za awali za ujenzi wa mradi huu mpaka mradi utakapokuwa umekamilika, hakikisheni mnaulinda na kutunza mradi huu pamoja na miundombinu yote itakayowekwa. Tusianze kusikia habari za vibaka, wamechomoa hiki, wameiba kile. Kama nilivyotangulia kueleza, huu mradi ni kwa manufaa ya wananchi, na kwa maana hiyo ni lazima sasa wananchi wenyewe muhakikishe kwamba mnalinda kikamilifu kila kinachofanyika kwenye mradi huu, lakini na baada ya mradi kukamilika kulinda miundombinu ili iendelee kuwasaidia wananchi. Nikichukulia mfano tu wa maeneo haya ya Shanwe, ukiacha yale maeneo mengine, lakini natambua kwamba mji wa Mpanda una changamoto ya barabara katika maeneo mbalimbali. Lakini eneo hili la Shanwe lina changamoto kubwa zaidi, kwa sababu hata mimi mwenyewe pamoja na wenzangu mkoani tuliwahi kufanya ziara ya kukagua barabara baada ya malalamiko mengi ya wananchi, na tukagundua kwamba ni kweli kuna changamoto ya barabara, ambapo baadhi ya barabara kipindi cha mvua zinakatika na zinageuka kuwa mito ya kupitisha maji na kuleta adha kubwa. Kwa hiyo mjue kwamba serikali inapoahidi, serikali inapoweka mpango inakuja kutekeleza. Kwa hiyo kwa upande huu eneo hili la Shanwe, naamini kabisa kwamba adha tulioiona au adha ambayo wananchi mmeipitia kwa kipindi cha nyuma sasa inakwenda kukamilishwa au inakwenda kuondolewa kabisa baada ya kukamilika kwa mradi huu. Kikubwa ni kuendelea kuheshimu serikali na kutoa ushirikiano, mambo kama haya yaendelee kufanyika katika eneo hili. Lakini swala lingine, taasisi za umma, mamlaka ya maji, TANESCO na wengine wote mnaohusika ikiwemo TARURA, hakikisheni hamui kikwazo kwenye huu mradi kuendelea kwa muda uliopangwa. Nimesikia hapa habari za kwamba kuna miundombinu inapaswa ihamishwe, miundombinu ya mamlaka ya maji, lakini kuna miundombinu ya TANESCO ambayo nayo iko kwenye eneo au kwenye upana wa barabara. Na swala hili sio kwamba limeanza jana au limeanza juzi, lina muda mrefu, kwa sababu tangu mradi huu ulivyokuwa unafanywa usanifu ilieleweka kabisa kwamba barabara itapita kwa upana fulani, fereji utapita kwa upana fulani, na kwa maana hiyo kwa miundombinu ambayo ipo ndani ya maeneo hayo ambayo barabara itapita ilipaswa saizi iwe imeshahamishwa. Sasa nitoe maelekezo mengine kwamba hizi taasisi za umma chini ya usimamizi wa mkuu wa wilaya, hakikisheni kwamba hamui kikwazo katika kuendelea kutekelezwa kwa mradi huu wa ujenzi wa barabara za lami kilomita 8.49. Tunachotaka kuona ni kwamba sasa mkandarasi ameshalipwa fedha za awali kwa ajili ya utekelezaji wa kazi na ameanza, na nimeshawahi kukagua mradi huu kwa maana ya kwenda kwenye site ya mkandarasi. Vifaa vyote vinavyohusika kwenye mradi huu tayari vipo. Hakuna haja ya kuendelea kumchelewesha mkandarasi kwa kuhamisha hiyo miundombinu ambayo inapaswa ihame, ili mkandarasi huyu aweze kuendelea na kazi yake kikamilifu. Kama ilivyowasilishwa taarifa, tunaona tayari kuna ucheleweshaji. Mradi uko 4%, lakini muda uliopita ni takriban 29% ya muda wote utekelezaji wa mradi. Kwa hiyo tunaanza kuachwa nyuma. Sasa niwatake kusimamia kikamilifu, Mheshimiwa DC, kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo miundombinu inapaswa isogee, basi isogee kwa haraka, ili sasa kupisha mradi huu wa barabara uweze kwenda katika spidi inayotakiwa. Na bado nina imani kwamba muda uliopo wa utekelezaji wa kazi hizi unatosha kabisa kukamilisha mradi huu ndani ya muda uliopangwa na ukaleta manufaa yaliyokusudiwa bila kuleta sababu nyingine zozote
za kuchelewa. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, eneo hili ni la kwako. Hakikisha hakuna kikwazo cha aina yoyote kinachotokea kitakachofanya mradi huu usiendelee kwa spidi kubwa inayotakiwa na kukamilisha kwa wakati. Baada ya kusema hayo yote, mimi niwatakie heri katika utekelezaji.